Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Mapendo daima. Mapendo. Basi ni siku njema sana tunapokusanyika hapa ili tuweze kusherekea Dominika hii ya leo, Dominika ya 16 ya mwaka A. Sisi kama vijana ndio tunamaliza tamasha yetu ya siku 3. Leo ikiwa siku ya mwisho sana tena kabisa, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hizi siku ambayo tumekuwa tunapata mafundisho tofauti tofauti, tunacheza michezo tofauti tofauti, tunapata burudani tofauti tofauti. Na katika Dominika hii ya leo tunapotafakari somo la Injili, tunaona Yesu Kristo akitupa mfano wa mkulima aliyepanda mbegu ya ngano. Baada ya siku chache ngano ikamea, lakini kando ya ngano pale pia kulitokea magugu ambayo ye mwenyewe hakuyapanda. Lakini tunaona Yesu Kristo anatuonyesha na kusema kuwa magugu ambayo yalipatikana na kuonekana shambani ilipandwa na adui. Ilipandwa na adui na ilipandwa wakati wa usiku. Tunapoangalia na kutafakari kwa kina somo hii ya leo, ni somo ambayo mara nyingi tunayapata katika maisha yetu. Na mara nyingi tunajiuliza, ni kwa nini Mungu anaruhusu uovu au maovu yafanyike katika dunia? Au ni kwa nini watu wanateseka, hasa wale ambao ni Wakristo? Kwa nini Mungu anaruhusu Wakristo, wale ambao anawaita watu wake, wateseke? Haya ni maswali ambayo mara nyingi wengi wameuliza na wakakosa majibu. Lakini siku hii ya leo tunapata majibu katika somo la Injili. Ndio maana unapata kuwa katika maisha yako kama kijana, kuna mambo mengi ambayo pengine unayapitia, changamoto unayopitia, lakini changamoto hayo yote pamoja na shida zote unazopitia, Mungu anaona, lakini hafanyi chochote. Sasa kwa nini? Kwa nini? Na ndio maana katika siku hii ya leo tuko hapa kama vijana, ili somo hii ya leo iweze kututia moyo, iweze kukutia moyo, iweze kunitia moyo, kwa sababu yote tunayopitia Mungu anayajua na anayaona. Ngano ni tabia nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameweka katika kila binadamu. Ile tabia nzuri ambayo nayo
moyo mzuri ambayo unayo, sifa nzuri zote ambazo unazo, hiyo ni ngano. Lakini magugu ni yale mambo mabaya, tabia mabaya ambazo unazo: chuki, wivu, wizi, usherati, kutukana. Na wengine kama hawajatukana wasikii vizuri, si ndio? Tumsifu Yesu Kristo. Nimeshakutana na mtu ambaye yani yeye siku haiwezi kupita bila kutupa matusi. Angalau lazima atupe kamoja ndio anajisikia vizuri. Mungu ni mwema. Sasa hizo tabia mbaya mbaya ambazo unazo ni magugu ambayo shetani alikuja na kuzipanda ndani ya roho yako. Sasa wewe kama kijana, wewe kama Mkristo, lazima ujiulize, magugu ambayo shetani alikuja na kupanda katika roho yako, je, unaikuza? Kuna wengine wanazikuza kweli kweli, mpaka wanazimwagilia maji. Zinafanya nini? Zinakuwa. Hapo ndio maana unapata kuwa kama we ni mama, unapata mtoto wako anaanza tabia moja mbaya sana. Lakini hii tabia unasema hii tabia pengine ni ya utotoni, ataacha akiwa mtu mzima. Unamwacha, lakini unaona ile tabia anafanya nini? Anaenda nayo, anaendelea mbele. Kumbe anaikuza. Na wewe pia unamsaidia kufanya nini? Kuikuza iwe. Na baadaye inaleta shida. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu asiondoe ile magugu yeye mwenyewe? Hapana. Ndio maana somo yetu ya Injili tumeona yule mkulima akikataa, akasema hapana, usiyatoe, yaache yakue, tutayatoa wakati wa nini? Mavuno. Hiyo inaonyesha huruma ya Mwenyezi Mungu, kuwa kumbe Mungu anatupa muda wa kubadilika. Mungu anakupa muda wa kubadilika. Ananipa muda wa kubadilika, kubadilisha tabia yangu, mwendo wangu. Lakini ni wangapi baadaye wanagundua na kubadilika? Ukienda pale makaburini, kaburini ziko tu hapa. Ukienda pale utaona miaka za watu ya kuzaliwa na kufa. Wengine pale utaona walikufa wakiwa na miaka 25, wengine 30, 50, 40, 80, wako pale. Lakini wewe uko hapa una miaka hizo. Niambie sasa, wewe unadhani wewe ni mtu mwema kushinda wale ambao tayari wanalala pale? Hiyo ni swali ambao tunapaswa kujiuliza. Unadhani wewe unapoamka kila siku, wewe ni wa haki sana kushinda wale ambao tayari wanalala pale makaburini? Swali ni hapana. Hapana, kwa sababu Mungu bado anatupa muda wa kubadilika. Anatupa muda wa kubadilika. Mwijua vijana, mara nyingi tuna changamoto mbalimbali. Tuna changamoto mbalimbali kama vijana. Na hizi changamoto ambazo tunapata zinatokana na kuwa kijana. Kwa sababu ujana unakuja na mambo mengi.
Na hizi changamoto ndio sasa zinatufanya tusifanye matakwa ya Mwenyezi Mungu. Jana nakumbuka nilienda kule shuleni, shule ya sekondari kule, kuomba ruhusa kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kufika kwenye tamasha, kwa sababu nasikia walizuiliwa kuja. Nilipofika pale nikapata mwalimu mmoja wapo pale, nikaongea naye. Baadaye nikapata nafasi nikaongea na mwalimu mkuu pia. Nikauliza, kwa nini hamruhusu wanafunzi kuja wapi? Kanisani na kwenye tamasha. Wakaniambia kuwa, baba, wanafunzi hawa tunapowapatia ruhusa waje kanisani, kuna wengine hawaji kanisani, wanachukua muda huo kwenda mtaani kufanya mambo zao. Alafu kilichonishangaza, huyo mwalimu akasema kuwa ni kweli katika hao wachache ambao wanatoroka, kuna wengine miongoni mwao ambao wana nia nzuri ya kwenda wapi? Kanisani. Kumbe nikagundua kuwa kuna magugu na nini na ngano. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna magugu na ngano. Sasa unaona, muda mwingine kile ambacho mwalimu sasa alikuwa anafanya ni kuwa anajaribu kutoa nini? Magugu, si ndio? Wakati hazijafanya nini? Hazijakomaa. Ina maana kuwa kati ya wale wanafunzi wale, kuna wale ambao wana nia nzuri, wale ambao wana nia nzuri ya kuja kanisani na kusali, wale sasa ndio ngano. Wale ambao sasa wana nia mbaya, wanachukua hiyo fursa, wanaona kama ni fursa ya kutoka kwenda mtaani na kufanya mambo zao, hao ni ngano. Kumbe mnasikiliza eh? Hongereni. Hao ni magugu. Lakini sasa anajaribu kutoa yale magugu, na anapotoa yale magugu anaharibu nini? Ngano, si ndio? Anaharibu ngano. Anaharibu ngano. Ndio maana lazima daima tusali ili Mungu aweze kutusaidia. Kuwa wewe umejua kuwa pengine mchumba wako, wachumba sugu mpo. Tumsifu Yesu Kristo. Wachumba sugu, Mungu ni mwema. Wachumba sugu na wanandoa, pengine una mchumba sugu wako, una mme wako, mke wako ambaye ni magugu. Una mtoto wako pengine ambaye ni magugu. Lakini kuna pia wengine ambao ni nini? Ni ngano. Sio wote, si ndio? Sio wote. Sasa wewe jiulize, wewe ni ngano au magugu? Jiulize, wewe ni ngano au magugu?
Ndio maana lazima tubaki daima tukiwa tunasali, ili Mungu aweze kutusaidia tusiwe magugu. Na kama sisi ni magugu au tumeruhusu magugu itawale katika maisha yetu, tuombe Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kutoa haya magugu ambayo tunayakuza katika mioyo yetu. Turuhusu ngano ikue ili yaweze kuzaa nini? Matunda. Tuwe Mungu sana ili katika Dominika hii ya leo azidi kutusaidia sisi kama vijana. Changamoto zote ambazo napitia, Mungu akusaidie. Nakumbuka mwaka wa 2022 mara ya kwanza nilipokuwa hapa Bai, nilikuwa na appointment na baba askofu mkuu. Alafu muda huo gari yangu ilikuwa imeharibika. Nikaamua kuwa nichukue usafiri wa public daladala. Appointment yangu na baba askofu mkuu ilikuwa saa 2 kamili. Sasa ilibidi nichukue gari daladala ya saa 1. Basi nikatoka hiyo saa 1 nikafika pale stendi, nikapata daladala bado inapakia, nami nikaingia ndani na kukaa chini. Baada ya dakika 5 kuna mama moja akaja akiwa na hasira, ukimwona uso ana hasira. Baadaye akaja akakaa kando yangu, akajiachilia. Unajua mtu ambaye anajiachilia, yani alafu alikuwa bonge kama mimi Nikamwangalia, vipi mama? Tumsifu Yesu Kristo. Basi nikasongea nikampatia nafasi ili akae vizuri. Baada ya dakika 2 hivi, huyu mama akaanza kufanya. Sasa hii tabia ikaendelea. Baadaye ikawa kero sasa. Mpaka hata watu ambao walikuwa nyuma na mbele walikuwa wanashangaa, nini imemkuta huyu mama? Lakini baadaye nikamuuliza, mama, kuna shida gani? Huyu mama baada ya dakika chache akaniambia, mimi nina hasira sana. Hasira gani mama? Mimi jana nilimwomba Mungu aweze kunisaidia ili niweze kuamka asubuhi na mapema niwahi gari ya saa 12. Lakini Mungu hakusikia sala zangu, nikalala mpaka saa 12 na dakika 50. Ndio anaamka. Amechelewa, si ndio? Akapata gari ya saa mo. Umeshakuwa unaenda sehemu muhimu, alafu ukaamka, yani ukagundua ulikuwa umechelewa Nakumbuka siku moja mimi nilipokuwa seminari kule nilichelewa misa ya wanafunzi. Misa ilikuwa saa 12:30. Nikaamka saa 12 na dakika 25. Umeenda misa hujapiga mswaki? Umeenda misa moja umevaa yebo, alafu nyingine umevaa ndara. Nikafika pale ikabidi niende altarini pekupeku. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hii ndio ilimkuta huyu mama. Na alipofika pale akawa amekasirika. Kwambia, basi mama tulia, umeshachelewa. Hakuna jinsi hapa. Tulia tuende. Gari kaja, tukaanza safari. Tukaenda, tukafika Ibiwa. Tulipofika Ibiwa pale, ile gari ya saa 12 ile
pale Ibiwa, wale ambao wamejua Ibiwa, najua wengi wenu hawajui Ibiwa. Pengine hao wengine ambao wamekuja mmepita Ibiwa, lakini hamkujua ni Ibiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Ukifika Ibiwa pale kuna daraja ndefu sana. Tukapata ile gari aliyokuwa apande saa 12 imeingia kule, imedungulia kule. Imepata ajali. Nikamgeukia huyu mama, nikamwambia, mama, hii ndio gari ambayo ulikuwa unataka kufanya nini? Kupanda. Ule mama alipoona kule, yani ile ikafanya nini? Ikaisha. Safari ilikuwa kumbe, nikagundua Mwenyezi Mungu muda mwingine anafanya mambo katika maisha yetu ambayo sisi tukiona na macho ya kibinadamu tunaona kuwa sio haki, lakini Mungu kumbe anatuepusha na mambo mabaya zaidi. Ndio maana daima lazima tuwe Wakristo ambao wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambayo inafanyika katika maisha yao. Hata ikiwa jambo gani imefanyika katika maisha yako, mshukuru nani? Mungu. Haujui kwa nini? Tumwombe Mwenyezi Mungu ili Dominika hii ya leo atusaidie ili tusiwe watu ambao wanakata tamaa katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo.